Je, wewe umejaa huruma gani? Hata kusoma Luka sura 7 sura 13 utaona pia Yesu Kristo alikuwa na huruma, akamponya yule mama ambaye amefiwa na mtoto wake pekee wa kwanza pale. Hebu nenda pale mtumishi, tutarudi kwenye Mathayo pale. Luka 7:13. Luka 7:13. Anasemaje? Luka 7:13. Luka 7:13. Bwana Luka 7:13. Bwana alipokuwa sema Bwana alikuwa pamoja. Bwana alipomwonea huruma. Bwana alipomuona. Bwana alipomuona alimwonea huruma akamwambia usilie. Bwana alipomuona. Kwa hiyo leo una watu wenye matatizo wangapi huko? Unawaona na wapita. Alipomuona alimwonea huruma. Na mimi ninakuombea ukaonea huruma kwa jina la Yesu Kristo. Matajiri wakuonee, wakupe kazi, wakupe mtaji. Biashara, chukua mtaji mama, zungusha, rudisha. Haleluya. Alipomuona alimwonea huruma. Sema Bwana Yesu, na achilia watu waliokamatwa na wachawi kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, waende wakanitafute. Mimi nakuambia ukikaa ndani ya Kristo, vitu vigumu kwako vinakuwa virahisi. Vinakuwa nini? Pigia Bwana makofi zaidi. Pigia Bwana makofi zaidi. Makofi ya upako. 14:24 anasema kwamba na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi. Katikati. Kilipoanza kufika katikati, kikaanza kutaabika na mawimbi. Lakini wakati kinaanza hakuna shida, hakuna matatizo. Hata mwenyewe ulivyo hapa leo unaweza kuwa na rafiki yako mnaivana, lakini tu siku unapoanza kuona tu kwamba huko unaanza pengine unapata mchumba, anabadilika. Kwa sasa hizi tena kumbe una mchumba tena kudanga, anabadilika kwa sababu tayari kuna kitu umeshakipata kipya. Umeenda bana, natangaza siku kwenda kuvishwa nini, pete ya harusi. Ndio kabisa. Kuna watu ambao walipoanza kuonesha tu mafanikio wakachukiwa na rafiki zao, wakaanza kuchukiwa. Anaibuka tu, hapana, kwa nini aanze kuchimba msingi? Kwa nini aanze kujenga watu? Ndoa inapoenda vizuri, sasa baby tukae tufanyaje, tuanzishe nini, sijui nini, mara kuna ibuka kitu hapo katikati, ile ndio inapigwa hapo. Mara mmeenda jamani, nyumba sasa tufunike, nyumba imeshafikia hapa, ghafla tu kesi zinainuka. Ili lengo likuzimishe. Na mimi nakuombea kwa Mungu uendelee mbele. Imani yako iendelee. Uendelee wapi? Hata mimi nitaendelea mbele. Pigia Bwana makofi zaidi. Sema hata mtume ataendelea mbele. Musa akaambiwa endelea wapi? Mbele. Hata nabii angerudi nyuma hivi, angepigwa katafunua. Kwa leo lazima uhakikishe kwamba lazima usonge wapi? Usirudi nyuma. Ndio uone nafanya hivi, kama mwambie mtume alishatufundisha upako wa katikati. Kwa hiyo unapoona nafanya hivi ujue ndio kitu kinaenda vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati mama anahangaika, anasumbua leo mtoto kujifungua, unapoona uchungu umechanganya, ujue bibi na unapoona uchungu unachanganyia, jua kitu kizuri kinafanyaje? Sasa naomba unataka kuchanganyia mtoto. Tuone unapochanganya. Ndio kubeba mtoto. Hao mtumishi hawanatosha. Nasema beba mimba mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Beba mimba kushinda magonjwa. Beba mimba kushinda umaskini. Beba mimba kushinda uwivu. Kuna wivu mzuri. Nikamwona ndio amevaa nguo ya Kimasai nikafurahi. Nasema na mimi yuko mbona nimeipenda hivi. Lakini sio unamwona mtu pekee unamchukia. Analinga. Majini yatajana ni au kila siku utasema toa, mtume akishindwa kutoa, mwingine na atatoa paka unakufa. Sasa ndio kuondoa mwaka, yaani kuondoa paka siku kafika kama jini. Ondoaga tu kwa sababu kuna vitu. Unajua dhambi sio kuzini tu. Hata roho mbaya. Unamwazia mtu mabaya. Anasema kimwingiacho mtu sio nini? Bali wewe kinakutoka nini? Mwangalie mwenzako, mwambie nini kinakutoka. Mwambie nini kinakutoka. Kila
Kila kinachokutoka je ni chema? Je ni kizuri? Kila nikuingiacho hapana. Ni kama mimi ninakuhubiria. Kinakuingia, kinakujenga, nasema ni kweli eti. Hata mimi mwenyewe juzi mume wangu kwa kidogo aniache. Kumbe nilikuwa tupo katikati hapo. Lakini ndio uvumilia, leo nimefika sehemu fulani. Bwana Yesu apesi. Hata huduma ndivyo ilivyo. Lazima inaenda, inafanya hivi, inayumba na nini, lakini lazima isimame kwa jina la Yesu Kristo. Sema lazima isimame. Sema lazima isimame. Sema lazima iende. Sema lazima iende. Kwani ngoja mwana samaki anarudi reverse. Samaki anarudi reverse. Ni mbele kwa mbele. Hata wewe simama mama. Unapoona matatizo, simama. Usiwe unatangitanchi, unakaa hapo, unaenda hapa. Hata mwanamke anayesiri na kila mtu, siku mimi naingia hizi akajua, sema wanawake wanajua. Sababu ile siku nilikuwa niko period. Hii siku nilikuwa niko. Kwa hiyo wametushinda, wanaweza. Pigia Shabani naye John anapigiwa, mara sijui nani anapigiwa, mara sijui nani. Mimi sijafanya kitu kama hicho. Huwezi kujua. Utakaposimama sehemu moja, ndipo neema ya Mungu inakaa ndani yako. Amen. Sema lazima nisimame. Sema lazima nisimame. Sema lazima nisimame. Kubali kusimama, kubali kumwagiliwa, kubali kuwa na mtunzaji mmoja anayekumwagilia maji. Amina. Kila mtu anakumwagilia maji, kila mtu mwingine maji ya bwawane na kumwagilia, mwingine maji machafu na kumwagilia. Hasa utashinda kuelewa kwamba ndio maana unakuta mimea haiendi, imestagnant, imekoma, haiendi. Kwa sababu gani? Kuna kitu kikwao. Bwana Yesu apesi. Na kuombea ushujuma kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Roho ya kuduma. Na ipaswa pasua. Na wiki hii tunasema hapa ya wiki nzima. Unaomba nisikuone hapa. Amen. Mimi mtumishi Jumapili, biashara nyingi nafunga hizo biashara. Bwana Yesu, hizo biashara za katikati ya wiki. Wale ambao wanataka kumtii mtume. Si amesema na leo tutakapofunga na mbinguni. Ibada tuziheshimu. Njoo tuombe hapa kwa ajili ya watoto wako. Tuombe kwa ajili ya nchi. Bwana Yesu apesi. Wakati wanasema utakuja kusema baba uendelea, watu simuona ni wengi, nasema yupo mtu. Unasemaje? Sioni. Lakini alipiga nini? Alishout. Mwana wa Daudi ni nani? Wewe unashout, unaombea huko katika jina la Yesu. Yesu Kristo. Shetani mpige Yesu, Yesu mpige shetani. Kanyage shetani, shetani mkanyage Yesu. Unakuja kufundisha kuomba ili ukae vizuri. Haleluya. Amen. Sema leo hiyo roho ya kichawi naisambaratisha. Hiyo madhabahu ya kwetu, hiyo madhabahu ya miungu inayosema sitaenda, inayosema sitapasa, kwa jina la Yesu Kristo na agiza malaika wa nuru wakakupatie na upate kazi kwa jina la Yesu Kristo. Kazi ya heshima. Uende ukaonea huruma. Na kama ni biashara uuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunataka viti hapa, haleluya. Tutachangisha viti kwa sababu viti viko hapa viti, mchungaji wetu yule mama yetu ameenda Mererani, anaenda kuanza sasa kabisa naye tupe viti. Haleluya. Simuona viti vipi hapa? Tunataka viti. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bariki mchungaji wetu. Kule aliko. Akawe nuru. Akawe nuru zaidi. Sema akawe nuru. Sema akawe nuru. Mchungaji Agnes Bilama. Sema Bwana Yesu. Atakapopita akashinde. Usipomwombea mwenzako hata utaombewa. Basi na ninyi watendeni. Na yale mnataka kufanyaje? Ongeza nyama, alafu mtaka kutoma chakula unambagulia wale mweupe. Wewe kwa nini unampenda kama mwenzako unapojipenda nafsi yako? Si ujipende. Kwa hiyo kama unataka kuombewa na unaombea watu. Haleluya. Na utayaweza. Kwa hiyo bado tutahitaji viti hapa. Na bado vitu vingine. Unaona tumepata stand zile pale. Si mwangalia kuna stand pale. Mwangalia kuna stand. Pigia Bwana makofi. Sio mwana pia kibodi alikuwa anapigia mezani. Wangapi wanajua alikuwa anapigia mezani? Jamani, tunaenda 20. Alikuwa anapigia wapi? Leo. Tutampigia Bwana makofi. Tunaambiwa vipi huduma ya City sema inaenda? Amen. Inafanyaje? Sijui watu mtume, sijui nini. Sema inaenda. Ombea. Haleluya. Ndio.
unaombea. Au ndio dada zangu mnamtia moyo mtume siku moja hata kwenye M-Pesa. Simwache mtume. Au Kristo atakumtia moyo mtume. Atamtia moyo mtume. Bwana tupe. Inafanyaje? Inaenda. Mtumishi baada akasemaje? 25. Hata wakati wa zamu ya 4 usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. 25. Hata wakati wa zamu ya 4 usiku Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Ndio. Na wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika. Wakafanya dhiaka. Wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Hebu tena 26 mtumishi. 26. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, ndio, wakafadhaika. Ndio. Wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Wakasema ni nini? Ni kivuli, kwa sababu Kristo anatembea juu ya bahari. Anatembea juu ya matatizo na kuongea ukatembea juu ya wabaya wako wanaokuchukia. Sema natembea juu yao. Unatembea juu yao. Wakamuona, wakasema ni nini? Ni kivuli. Nataka hivyo wakakuona wakasema hivi ni fulani huyu. Wamefuteni macho angalieni tena waambie ni mimi. Vaa pendeza, piga hiyo vesi yako, piga wigi yako vizuri, tembea. Hata kama huna gari unatembea. Unaambia Mungu fanya njia. Najua unatenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Unaomba kwa dhati. Kwamba ninatambua tu kwamba ni wakati napita tu. Hata sisi hatukuanza hivi mtumishi. Hatukuanza. Kwa kuna roho kwanza na sio kila mtu anaanza kitu. Wewe kweli? Mtume nimejitusua na lazima nitusue kwa jina la Yesu. Amen. Nimefanyaje? Nimejitoa mwanga. Nimejitoa nini? Hata usipojitoa mwanga, jitoe na wewe basi wewe kama mtu. Jitoe, dada sisi. Unajitaka ujitusue. Biashara unaanza, usiogope macho anza. Kristo unaanza, sijini goli unaanza, usiangalie mtu. Unavoendelea watata kukukopi. Lakini utaangalia kama unapepesuka hivi, jua hata Yesu mwenyewe meli ilianza kufanya hivi. Imepepeswa huyu anaanguka, sitaanguka kwa jina la Yesu. Sema mbele kwa mbele. Sema mbele kwa mbele. Unajitusua, unajilipua. Sio wale waanga. Nimesikiliza taarifa kule Somalia. Ndani ya jeshi la Somalia. Wao wanakwenda kujifunza wanatoaje kule kwenye makempu yao. Ameenda kule mtu aliyojifunga mabomu. Akaenda kujilipua kule. Yaani ndani maombi hawajilipui, kuimba hawajilipui, wanakuwa ni wastaarabu. Shetani anadumpu chapa anakaa pale anakaa. Kwa maana ule mtumishi aliamua kujilipua akamlilia Kristo. Na mtu ambaye sio mstaarabu kwenye mambo ya kimungu ndo anapata. Bwana Yesu asifiwe. Akajilipua. Akamuita Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Lakini kama angenyamaza angebaki na nini? Na upofu wake. Angebaki haoni. Na ukiwa uoni hivi, wewe mtu anakusaidia nini ukiwa unaenda hivi kipofu? Unakuwa lazima anataka ushike mkono kuelekeza unakuwa unaenda hivi. Anakushika twende kanyaga weka mguu chini. Kwa sababu kipofu hauoni mbele. Kwa sababu gani? Umeamua kutulia na upofu wako. Inawezekana una matatizo yako umenyamaza kapa. Tuibaki tu hivi. Chukia. Kwa mtumishi mimi natongoza sana mtumishi. Au mimi mwenyewe natongoza sana mtumishi. Au mtumishi mimi nimezidi umbea. Hebu mtumishi hilo hebu shughulika naye. Hilo. Unakuwa wazi. Anasema moyo wangu nini? Wazi. Unapokuwa wazi mbele ya Kristo, kuna vitu Mungu anafanya. Asa ukiendelea kujihurumia, matatizo sio ya mtume, matatizo ni ya kwako. Na ndio maana yule mtu akasema hivi cha kufia nikiwa kipofu ni nini? Nini vitu gani uko kwa hivi? Yesu anapita. Yesu! Watu wasema wewe endelea hapa. Mtu bana kitwaje kwa Mungu. Sema hapana bana. Yesu sioni nikufanye nini? Yaani Yesu anamwona mtu kipofu, bora anamwambia tena nikufanye nini? Kumbe siwezi kuponya tu mtu, ni mtu lazima mtu mwenyewe aseme shida yake. Wewe tu baba namuombea. Huwezi, no. Lazima mtu mwenyewe. Yesu amefika kwa kipofu hivi. Akamwambia nikutendee nini? Hivi.
Ina maana yule mtu mwenyewe akaanza kustate, sioni. Sifanyaje? Sioni. Vipi wewe shida? Kweli mtume, mimi kazi zangu, biashara zangu, yaani sielewi. Nikutendea nini? Yule mtu mwenyewe akazungumza kwamba baba, sioni. Ndio kaone mema kwa jina la Yesu Kristo. Sema nikaone mema. Sema nikaone mazuri. Sema nikaone yanayonifaa. Akasema nipe macho nione. Nipe macho nione. Na kuombea kaone biashara nzuri. Ukaone namna yupo mkaa naye. Yupo anafaa nishauri. Yupo anafaa niombee. Yupo anafaa niguse. Yupo anafaa kuona na mimi. Sio kila mtu. Nipe macho nione. Nipe namna ya kwenda mbele. Usikubali sio kila kitu kinakufaa. Yesu alivyofika pale akasema nikufanyie nini? Na maana sio kila mtu anaweza kujua kwamba hata yule mwanamke Mshunami mbele ya Elisha hakuwa na uzao. Akaambia sasa mtutendea mema hivi tukufanyie nini? Mama akawa amechoka kwa sababu unajua kuna sababu unakuwa na tatizo limeshikamana kiasi kwamba hauna shida hata kujua kwamba nifanye nini. Yaani umechoka kama Sarai, akaambia utazaa, akawa anamcheka ni malaika. Akasema wewe hata kicha mimi nizae mpaka hata siku zangu zimeshakoma nitazaaje? Lakini kumbe ameleta ujumbe na nani? Malaika. Na mimi nakuombea ile zito, Bwana ndiye akafanya kitu msirini. Sema uko sirini huko. Akafanywe jambo. Akafanyaje? Yale maombi yako ya sirini. Kuna wakati unakutana kwa unamlilia Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Baba, ni hao watoto. Baba, ni huyu mwanaume anisikii. Baba, ni huyu mke anisikii. Baba, unamlilia yale maombi ya sirini. Mungu mwenyewe anaingilia kati. Ila lazima na wewe ufanye. Lazima na wewe utende hapo. Lazima na wewe usimame. Kwamba mimi nimesimama hapa, Mungu afanye hivi, mimi nafanya hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Pigie Bwana makofi zaidi. Makofi ya upako, makofi ya upako. Makofi ya upako. Mwambie mwenzako roho ya kuanza. Mwambie kuna nguvu ya kuanza. Unapoendelea mbele lazima mbisho zianze. Lazima nini? Mbisho zianze. Hata mimi nataka nikakaa pengine miezi mitatu ukakaa tu fresh na utapiki. Ufanye nini? Unakaa tu vizuri. Niko fresh unakula kila kitu. Ninaenda baba wa 4 wa 5 wa 6 naweza kujibu. Sitaki nimuone huyu mtu kwenye nyumba yangu, toka. Hii chakula sasa kuiona tena mafuta, naomba mtu amejipaka mafuta atoke hapa. Naomba toke. Nitakurarua. Kwa sababu anaelekea kwenye mafanikio. Na wewe ninakuombea usikate nini? Ukishaona unapotoka unajua baba tunasubiria baby girl au baby boy. Toka. Mimi na wewe tunaenda kazini. Yaani mimi basi nikapenda Alex unatoka na mke wako anataka kwenda kazini. Nataka twende wote kaangalie. Sasa kuamini mimi. Uniaminije tena? Kwa hiyo mimi basi hivi ndio niamini. Niangalie tena mbona niamini. Kumbe kuna kitu kizuri. Kwa hiyo lazima shetani yapambane. Bwana tu pesi. Sema siogopi mbisho. Sema siogopi mbisho. Sema roho katikati. Ile pambana na biashara yako. Na kuombea wale unaowadai wakupe. Waliosema hatutoi wakatoe. Malaika aende kula kwa vuruge, jamani, toa eti hela. Hela ni ya mtumishi, toa eti hela. Toa eti, yani gawafungue, toa eti. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kuna roho zinasema acha utabaki jangwani ile kazini. Kuna roho zile kama kwamba ubaki pale. Kwa sababu ukipata fedha utamtumikia Mungu vizuri, hasa na kunyima, ubaki vile. Ili kuharibu. Sema sitaharibika, wataharibika wao. Pigia Bwana makofi zaidi. Shina ngapi mtumishi? 27. Mungu jipe moyo. Jipe moyo. Sababu kuna wakati tamaa. Jipeni nini? Moyo. Jipeni moyo. Mtayashinda. Mjipeni moyo. Kumbe kuna wakati usubiri mtume akupe moyo. Kuna wakati ni wewe mwenyewe unafanyaje? Na yaweza mambo yote katika yanitiae nguvu. Unayaweza. Hii biashara nafanya jana sijauza, leo nafungua nitauza. Baba mmoja akiwa akaniambia kwamba mtumishi nilikaa karibia siku 3-4 auzi. Akasema siku ya 5 jioni anataka kufunga ofisi yake. Akaja mtu akamuungisha vitu vya zaidi ya milioni 2 na kitu.
milioni 2. Lakini siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4 sifuri. Je, ungejipa moyo kesho ungefungua tena? Akaja akafanya biashara ya kumlipa zile siku zake zote. Bwana Yesu apewe sifa. Ipeni moyo. Ipeni moyo. Sema leo sina kazi, lakini kesho kazi napata. Unaoga, unatoka, unaenda. Wale pale kwenye ile gate. Vitu vingine unapata kwa kuzungumza na watu. Bana mimi biashara imenishinda hapa. Bana mimi imenishinda hapa, mtu anapata. Unapata kutokana na connection. Bwana Yesu apewe sifa. Ipeni moyo. Kwa unajua kwamba biashara leo nimelalia, kama ni pilau umepika labda ni kilo 3 zimelala zote. Au muone wateja. Unaweza bana labda unataka kwamba usiende pale. Usiende kula pale chakula. Ile chakula pale sio kizuri. Ile chakula pale yule mama anachanganya chakula na maji ya maiti. Kwani ataenda kwa mabunda kununua chakula? Haji. Ndio vya watu, midomo ni michafu. Usiende pale, yule anachanganyaga vyakula, yule anafanyaga hivi na hivi na hivi kwa sababu ya kukuharibia. Sema kila mdomo, kila mdomo. Sema kila mdomo, kila mdomo. Kila kinywa kinachoendewa kwa ajili yangu kuniharibia watoto wangu, kuniharibia kazi yangu, kuniharibia uchumi wangu, kuniharibia chochote kile, nakifuta, 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 nakifuta. Sema futika, futika. Sema futika, futika. Kuna vinywa vinaongea vibaya. Ile kanisa siku hizi mtume, ile kanisa siku hizi mtume, siku hizi mdomo. Nini? Badala uwabariki watu, unawalaani, unawafungia watu kwa ajili ya mdomo. Usiende kwenye ile biashara ile mama ana hivi na hivi na hivi na hivi. Na yanamwingia mtu. Mama cho, unakuta mtu anachangamkia mtu cho, yeye anauza vizuri, nitakupimia vizuri, mtarudi aonekane. Nitarudi aonekane. Kwa nini? Kuna maneno mabaya. Wewe unafikiri hatua hiyo ni hatua nzuri? Natamani kufa. Kufa. Mwingine anambia sio ni na degree, sio ni na nini. Basi kama watu wamekamatwa na nguvu za dini. Mtumishi nimesoma mpaka chuoni, sina degree, sina kazi, napenda tu kuzini. Ufanyaje? Kuzini. Tu unataka. Na umesomesha mtoto sijui wapi, umelipa ada sijui kitu gani, mtoto atakilimu. Sema hiyo roho ya mateso, iniachie, iniachie. Wangapi wako hai? Walio hai. Walio hai. Walio hai. Walio hai. Makofi kwa Kristo. Kuna siri ya kuwa hai, usiogope. Wewe tembea na Kristo. Alafu unakuwa mtoaji. Unafanya kazi ya Mungu, unajua unafagia kama hapa. Usiona kumependeza jamani? Kumependeza kujapendeza. Kazi ya Mungu, kwani sasa hivi ndio unafanya kazi kwa mfano. Lete Pepsi nini? Taska, sijui nini. Unafanya kazi za kuendelea kupesa. Ndio mwanaume anakunywa bia pale, ameja familia kama wiki mbili mfululizo. Wanamfungulia Pepsi. Unakuta machozi yule mwanamke naye anakujia na wewe. Unampa. Nachukua tena chupa nyingine, lakini hapo unamtumikia Mungu. Haleluya. Unafanyaje? Unamtumikia Mungu. Utofagia hapa. Unaremba. Unaona hapa hapo mama kiremba bana kuremba. Kwa nafikiri wanaume tunaenda sisi bila nyinyi. Wapigeni mama makofi na vigelegele. Wa mama hoi hai. Hai. Wa mama ngapi wako hai? Wanaume hoi hai. Hai. Hebu sasa pia wanaume. Wanaume hoi hai. Hai. Mwashida wanawake. Sisi tunatoka wengi hapa. Wanawake hoi hai. Hai. Wanawake hoi hai. Hai. Wanaume hoi hai. Hai. Tumazidi. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Sema mimi ni bora. Mimi ni bora. Kuwa bora, usijiangalie udhaifu wako. Toka tembea. Hata mimi nimejitoa mwanga hapa, nimeshaeleza. Unajitoa mwanga kufanya kazi ya Mungu. Usipojitoa mwanga hauwezi kupata. Hata wale vyetu alisema kwamba na wakituhifadhi na tuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakituhifadhi kama kutuua hata watuue. Walipojitoa mwanga nini kimetokea? Ikawa ni siku ya habari njema. Emmanuel, unasoma Biblia? Ndio. Siku ya nini? Ila tu wasomaji wa Biblia.